rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zangu, nimepewa muda wa kufanya dua na maombi ili kuweza kuweka kikao hichi katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Na mimi niseme niwashukuru ndugu zangu, niingie katika maombi hivi sasa katika hali ya unyenyekevu, kila mmoja kwa nafasi yake aweze kuomba na kuiombea nchi hii. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa utukufu wako ya rabbil alamin. Tumekusanyika hapa waja wako wanyonge na wadhaifu ya rabbil alamin. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa kile ambacho kimetukusanya hapa, utukubalie maombi yetu ya Mwenyezi Mungu, uendelee kuidumisha amani ya nchi hii ya Rabbi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uendelee kumpatia ulinzi wako rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kadhalika umpatie ulinzi makamu wa rais Bwana Nchimbi, Dr. Nchimbi. Kadhalika waziri mkuu ndugu Daktari Lamek Mchemba umpatie ulinzi. Kadhalika baraza lote la mawaziri, wakuu wa mikoa, vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa majeshi, viongozi wa usalama wa taifa, viongozi wa polisi, wa Tanzania wote kuanzia wa mwanzo na wa mwisho. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, tumekusanyika hapa kwa ajili ya amani ya nchi hii. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uendelee kutupigania kwa uwezo wako na kwa nguvu zako ya Rabbil Alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, kila ajaye kwa shari, ambaye anakusudia ubaya katika nchi hii, Mwenyezi Mungu tunakuomba mrejeshe ubaya huyo Rabbil Alamin. Sisi ni wanyonge, tumesimama hapa kama viongozi wa dini kwa niaba ya Watanzania wote, watoto, wazee, wagonjwa ambao hawajiwezi. Mwenyezi Mungu, tunalikabidhi taifa hili kwenye mikono yako ya Rabbil Alamin. Uwapatie Watanzania wote ulinzi utokao kwako. Hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni wewe. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hidina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadaita wa qina sharra ma qadaita wa qina sharra ma qadaita. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الفقر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya hii nafasi pia ya maombi. Namshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema kwetu, aliyetulinda, aliyetutetea hata kutufikisha mahali hapa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mwingi wa upendo, ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa neema sana. Mungu, tazama mkutano ulioko mahali hapa. Tumekuja kwa lengo moja. Tazama kwa habari ya nchi yetu ya Tanzania, tukitaka amani kutoka kwako Mungu. Na ndio maana hatujaanza na kitu chochote, bali tumeanza na wewe Mungu, ili tukutangulize wewe Mungu. Utangulie mbele yetu Bwana, ukipita kwenye fahamu na akili nafsi zetu Bwana. Mahali hapa tulipo tuende sawasawa na mapenzi yako Bwana. Nakabidhi mkutano ulioko mahali hapa, nakabidhi nchi yetu ya Tanzania, nakabidhi viongozi wetu mbalimbali, na mkabidhi rais wetu wa nchi yetu ya Tanzania mikononi mwako, kwa sababu wewe Mungu pekee ndiye mlinzi tunayekutegemea. Maana imeandikwa katika Zaburi ya 125, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika wakaa milele. Kama Mungu unavyoizingira Yerusalemu kwa milima, ndivyo unavyowazingira watu wako tangu sasa na hata milele. Tunakutegemea Mungu kwa sababu wewe ndio tumaini, wewe ndio kiongozi, wewe ndio mwamuzi wa kila jambo mahali hapa Mungu. Wewe ndio unayejua Bwana. Tunakwenda kusimama kinyume na hila zote za adui katika jina la Yesu, zikapate
Amani yako Mungu ikafunike na kutuhifadhi katika jina la Yesu. Baba, tukiomba na kushukuru. Amen. Nakushukuru sana Mungu aliyetuumba, Mungu muumba mbingu na vyote vionekana pia na visivyoonekana. Tumeshikilia jua ni kwa neema yako na kwa uwezo wako. Pumzi, uhai na vyote ni vyako. Nakushukuru kwa sababu ulikupendeza siku ya leo tukutanike mahali hapa watumishi wako, watu wako, kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Mungu, ninaomba uwepo wako katika mkutano huo, kwa sababu bila wewe hatuwezi, lakini ukiwa pamoja nasi ila imani kila kitu kitenda sawasawa na utukufu utakurudia wewe peke yako, katika jina la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, tujalie hekima na maarifa tangu tunaanza mpaka tufikapo mwisho wa mkutano. Ulisema yapendeza ndugu kikaa pamoja na kwa umoja. Tuko hapa kama ndugu juu ya taifa letu la Tanzania na viongozi wetu wa serikali hii. Tujalie pia tuanzapo mpaka tufikapo tamati wa mambo yote, nikikiri wazi, Mungu unayeanza pamoja nasi utamaliza pamoja nasi. Tunajitia mikononi mwako nikifunga kikao hiki kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante mtumishi wa Mungu, mchungaji wa Mungu. Mungu akubariki sana. Basi ndio tumefungua kongamano letu kwa maombi bila kuchelewesha muda. Sasa nipate kumwinua mwenyekiti wetu ili aweze kuja mahali hapa tusikie kile atakachotueleza. Karibu baba. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu watumishi wa Mungu, maaskofu na mashehe na wachungaji, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana tena kwenye mkutano wetu unaozungumzia masuala mbalimbali ya nchi na Tanzania kiujumla. Kwanza niwashukuru sana waandishi wa habari. Tuna vyombo vya kidini na vyombo vya kijamii. Niwashukuru sana 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 Babdeo na grupu lake na ndugu yetu aliyeweza kutualikia vyombo hivi, niwashukuru sana. Tunategemea kalamu zenu, weledi wenu utufikishie ujumbe huu kwa jamii nzima ya Kitanzania. Ndugu zangu, leo tumekuja kuzungumzia umoja, mshikamano, amani na kueleza nini kazi ya serikali na nini kazi ya Watanzania. Kipindi kilichopita Mwenyezi Mungu alituletea janga kama mtihani kwa Watanzania. Ulikuwa ni mtihani mkubwa sana, lakini Mwenyezi Mungu akajalia janga hilo limepita. Na kwa bahati nzuri Tanzania sio nchi ya kidini. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Ndio maana unaona hapa kuna maaskofu. Hawa ni maaskofu, na nyuma yetu, nyuma ya kamera, kuna wachungaji, na kushoto kwangu kuna shehe, na kuna waumini wa Kikristo wako hapa na waumini wa Kiislamu. Sisi ndio Watanzania. Sisi ndio Watanzania. Lakini Watanzania sisi tunaishi kwa kuheshimiana. Huu ndio ukweli. Bila heshima, nidhamu, hatuwezi kufika popote. Tukiishi kama wauni, hatuwezi kufika kokote. Baba Askofu imani yake na Wakristo wote duniani wana imani kwamba Kristo Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, na damu yake iliyomwagika pale msalabani ndio inaileta ukombozi kwao. Hiyo ni imani ya Kikristo. Na mimi kama Muislamu siwezi nikasimama na mpinga na mjeruhi askofu kwa maneno ya kihuni. Mimi imani yangu inasema Muhammad ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio imani yangu. Muhammad ni mtume
na nina imani kwamba Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Hiyo ni imani. Lakini askofu hawezi kusimama kunijeruhi kwa maneno ya kifedhuli au mchungaji. Angalieni, huu ni mfano wa kuiga. Tunakaa wote kwa pamoja, tunapokutana kwenye swala la nchi, tunakaa kujadili nini maana ya nchi na Tanzania ni kitu gani. Hili ni jambo la kumshukuru sana Mungu baba askofu. Kuna nchi zingine hawana nafasi ya kukaa namna hii. Wakiingia wawe Waislamu peke yao au wawe Wakristo peke yao. Lakini Mwenyezi Mungu kajalia Watanzania tunakaa na kila mmoja na dini yake na tunazungumza ulimi mmoja. Sasa tunachotaka kukizungumza hapa, kuna baadhi ya wanasiasa hawa ni tatizo. Lazima tuwe wa kweli na tueleze wazi bila kutafuna maneno. Hawa ni tatizo. Kuna watu usipowasapoti wamekuwa na lugha wanaitumia, wanakuita wewe chawa. Yaani usipomsapoti yeye anakuita chawa. Lakini naomba tuelewe kwamba duniani kote kuna serikali. Dunia yoyote serikali lazima iwepo, na serikali ni chombo kinachotakiwa kupewa heshima ya peke yake. Serikali yoyote duniani, hata Biblia imesema watakuja maaskofu tutambulie. Mamlaka zote zinatoka kwa Mungu, yapaswa kuheshimiwa. Yoyote anayedharau mamlaka hiyo anapambana na nguvu za Mungu, na unapopambana na nguvu za Mungu usitegemee kushinda, ni kushindwa, kwa sababu Biblia ndio inasema hivyo, sio mimi wala askofu wala mchungaji, ni Biblia. Sasa wewe kama ni Mkristo ni lazima uzingatie andiko hilo, usitumie akili zako. Na kwa Waislamu sisi tunasema ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema yeye Mwenyezi Mungu ndio umpa mtakaye na yeye ndio umnyima anayemtaka. Mwenyezi Mungu akitaka kumfanya askofu kuwa rais wa nchi huyu, hakuna kupinga. Ndio kishakuwa, ndio Mungu kataka. Kitakachofanyika ni kututumia sisi kumchagua huyu kuwa rais. Utuambie kaiba, utuambie kafanyaje, lakini ndio kishakuwa rais. Utuambie huyo ni Mkristo hafai, huyo sijui ni askofu hafai, ndio kishakuwa rais. Swala la kumtii lazima tumtii bila kuangalia dini zetu, kabila zetu na jiografia yetu tunakotoka. Sasa tunaposema hivi, kuitii serikali ni jambo la lazima, sio jambo la hiari, kwa sababu vitabu vya Mungu vimeshatuelekeza. Kumheshimu kiongozi wa nchi ni jambo la lazima, sio la hiari. Mungu ndio ametuelekeza hivyo, ndugu zangu wa Kristo na Waislamu wenzangu. Sasa kuna makundi yamekuwa yakitengenezwa. Mfano, taanza kugusia kwanza mema ya serikali zidi ya raia wake. Sisi tunatembea. Serikali kazi yake sio kuleta chakula kwako. Kazi ya serikali sio kuchukua mtoto wako kwenda kumpa ajira tu. Lazima tuwe sisi kama viongozi wa dini tuwe na maneno ya ukweli kuambia wafuasi wetu, ili watu wajue, tusio tunawalisha maneno yanayoamsha fitna. Ndugu zangu, sisi tuliozaliwa wakati wa Nyerere, hii nchi na maaskofu hapo wanaanza kwa mashahidi, yote ni watu wazima, wamesoma wakati wa Mwalimu. Hii nchi tulikuwa tunakula kwa foleni. Tunakula kwa foleni. Ukitaka kwenda kununua chakula mnapanga foleni ndio mnakula. Hii nchi ilikuwa tuvai viatu, tumekwenda shule peku peku. Hii nchi tulifuata shule kilomita 3 au 4 kwenda na kurudi kilomita 8. Hii nchi ilikuwa kionekana umevaa kiatu wanakuuliza baba yako anafanya kazi gani. Ilikuwa ukiwa na shati 2 za shule unaulizwa baba yako ni ofisa wa serikali. Hii nchi wakati mkoloni tunamuondoa hakutuacha na chochote sisi, tusidanganye watu. Ilikuwa kutoka hapa kwenda Mwanza au kwenda Mtwara mnatumia mwezi mzima njiani. Kutoka Dar es Salaam mpaka Mtwara mwezi mzima. Hii nchi ilikuwa mkitaka kwenda Mwanza, kwa wale watu wa kanda ya Ziwa mtakumbuka, ili ufike kwa salama na kwa haraka ilikuwa inatulazimu tuzunguke mpaka Nairobi, tukatokea bodi ya Kenya na Msoma kule ndio tuingie kanda ya Ziwa. Sasa hizi neema zote tunazoziona, mabarabara, umeme, mashule, vyuo vikuu, hivi vitu havikujileta
wala havikuja kwa bahati mbaya. Ni watu wenye akili, viongozi wenye akili timamu, wenye huruma na uzalendo, wakakaa wakaplan, ndio tukajikuta Tanzania tuna viwanja vya ndege, Tanzania tuna mabarabara, Tanzania tuna umeme, Tanzania tuna treni la umeme, Tanzania tuna kila tulichokuwa nacho kizuri. Hivi vyote vimeandaliwa na walioviandaa ni viongozi wa serikali hii, kuanzia Mwalimu Nyerere, Mzee Mwinyi, Mzee Mkapa, Mzee Jakaya, mzee wetu Magufuli na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Hawa ndio waliofanya kazi hii. Sasa juzi nilikuwa namsikiliza mwanasiasa mmoja, na ndio tunakuja kuyajadili hapa. Mimi nazungumza kwa muktasari tu. Nilikuwa namsikiliza mwanasiasa mmoja anasema kwamba, na shekhe mmoja nilimuona, mwanasiasa mmoja na shekhe mmoja, hatuwataji majina yao lakini wanajitambua, walisema hivi, wao hawaungi mkono hawaungi mkono tume iliyoundwa na rais kuchunguza mauaji ya tarehe 29. Wakasema baadaye Rais Samia Suluhu Hassan ni rais haramu, ni rais haramu, hana ridhaa ya Watanzania. Baadaye wakasema wanataka sasa rais aanzishe mchakato wa katiba mpya. Angalieni hawa watu, nikasema watu wamelewa au wamechanganyikiwa? Kwanza wamesema hawamtambui Rais Samia kuwa ni rais, angalieni. Pili wanasema hawaitambui ile tume ya rais, lakini mwisho wanamwambia rais, tunataka sasa uanzishe mchakato wa katiba. Sasa wewe uitambui serikali, itakuanzishaje katiba mpya? Angalieni matatizo ya wanasiasa wetu hao. Yeye anataka kutufanya si kama tuna uelewa. Wewe umesema huyu askofu mtambui, sio askofu halali. Alafu ukipata na matatizo unakuja askofu niombee. Wewe mtambui, anakuombeaje mtu usiyemtambua? Kwanza mtambue kwamba askofu wewe ni mtumishi wa Mungu, ni baba askofu, una mamlaka kwangu, una uwezo wa kuniombea, sasa niombee. Na yeye atapiga goti kumuomba Mungu wake ili akuponye. Ili la kwanza tutalijadili hapa na maskofu wananisikia, watakuja walizungumze. Jambo lingine, kumekuwa na maneno ya fitna. Ndugu zangu wa Tanzania, sisi tunatembea, kumekuwa na chuki inatengenezwa, lakini katika chuki hizi hata ukiangalia mfumo wa mauaji yote yaliyotokea, mauaji yote ya tarehe 29, kuna viongozi wa kisiasa walisema maneno yafuatayo. Walisema kwamba nchi hii watausimamisha uchaguzi, na wakasema kitaeleweka, na wakasema wao wanatengeneza uasi. Hivi unaposema unatengeneza uasi, ndugu zangu waandishi na Wakristo na Waislamu mlioko humu, maana ya uasi nafikiri tunaelewa. Uasi ni mtu kutengeneza kundi la kupambana na serikali halali ili liondoe ile serikali halali, lijiingize lenyewe kwa nguvu Ikulu, ima kwa kutumia bunduki, ima kwa kushawishi maandamano, ima vurugu yoyote. Sasa watu wa namna hiyo kama waliweza kuchoma vituo vya mabasi ndani ya masaa matatu, waliweza kuchoma mapetrol station ndani ya masaa matatu, waliweza kuchoma baadhi ya mabasi ndani ya masaa matatu, walileta uharibifu mkubwa wa mabilioni ambao mpaka leo vituo vya mabasi havifanyi kazi. Hawa watu unasema kwamba eti askari angekwenda na mabomu ya machozi akatumia nguvu ndogo akawa anawapiga huku anaangalia akisheni yao. Wewe una akili kweli? Mtu ameshakwambia ameasi, unasema mtu aje na bomu la machozi? Kweli wewe unajitambua? Na ndio maana Biblia ikasema mtu mmoja afe taifa likombolewe. Ndio kweli, mtu mmoja afe taifa likombolewe. Sasa ili nalo ni jambo muhimu sana kujadili kama viongozi wa dini, isionekane wanasiasa wanataka kutulisha sisi maneno. Swala la serikali na Rais Samia Suluhu Hassan, sisi sio wasemaji wa serikali, lakini sisi ni Watanzania, hatuwezi kukwepa siasa. Siasa ndio maisha ya Watanzania wote. Ili tuweze kupata maji, umeme, elimu ilikuwa bora, lazima tupate kiongozi bora, kiongozi makini, tena mzalendo na mwenye uwezo. Dr. Samia Suluhu Hassan
toka ameingia baada ya kufariki John Pombe Magufuli. Wallahi mama huyu amefanya kazi kubwa sana. Asiyetaka aseme staki kwa chuki zake binafsi, anayetaka kusema ukweli atasema kwa ukweli wake na mwogope Mwenyezi Mungu. Huyu mama wa Tanzania tulikuwa tukisomesha watoto bure kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4. Huyu mama akasema watasoma kuanzia standard 1 mpaka kidato cha 6 bure. Hili ni jambo zuri. Hili ni jambo zuri. Huyu mama akajikita upande wa kutengeneza mahospitali, vituo vya afya na zahanati. Huyu mama kafanikiwa kwa asilimia kubwa. Huyu mama bado miradi yote aliyoacha marehemu John Pombe Magufuli mama ameimaliza na inakwenda kuisha. Nyinyi ni mashahidi wa Tanzania, hatufanyi kampeni, hakuna uchaguzi tena, lakini inabidi tufike sehemu tuzungumze ukweli wa Tanzania wenzetu. Tufike sehemu tuzungumze ukweli wa Tanzania. Huyu mama, huu mradi wa reli ya umeme ni mradi mkubwa sana. Lile bwawa la Mwalimu Nyerere ni mradi mkubwa sana wa trilioni karibuni 9 kama sikosei. Bwawa limekwisha. Sasa tumepata umeme wa kudumu. Kama kuna itilafu ni za kibinadamu, nchi iongozwe na malaika. Ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye leo tutambatiza jina kumuita Queen of Africa kwa kazi aliyoifanya. Si tunasema tu. Sasa wewe kama mtaki rais, useme sio rais halali, tuletee rais halali ule mjua wewe. Sababu nchi na rais mmoja. Kenya yuko William Ruto, Tanzania yuko Samia Suluhu Hassan, Uganda yuko Yoweri Museveni Kaguta, Kongo yuko Tshisekedi. Sasa kama utaki hivyo ndio hivyo hivyo, pale wapi? Rwanda yuko Paul Kagame. Ukitaka hivyo ndio hivyo hivyo, usitaki hivyo ndio hivyo hivyo, na itakuwa hivyo hivyo hivyo. Kwa sababu wamisha kuwa sasa. Subiri miaka 5 ikiisha, ingiza vijana na wewe ufanye kampeni. Lakini usiende unashawishi watu kwamba hii serikali haramu, yule sio rais halali. Tunaomba vyombo vya ulinzi, viongozi wa vyombo vya ulinzi wajiuzuru. Wajiuzuru kwa kosa gani? Wajiuzuru kwa kosa gani? Vyombo vya ulinzi vimefanya kazi kwa weledi. Kama sio wao sisi tusingekuwa hapa. Wallahi na hapa na Mungu ni shahidi. Kama sio viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kusimama vizuri kwenye nafasi zao, wakawapanga wapiganaji wao wakaingia barabarani kututuliza, hii nchi ilikuwa imekwenda. Tuache ile mambo ya ushabiki. Kwa sisi tunayo sababu ya msingi, na nitawashawishi sana maaskofu, wachungaji na mashehe, kila tunapokwenda katika nyumba za ibada tuiombee Tanzania amani, na tumuombee Mheshimiwa Rais na Waziri Mkuu na Makamu wa Rais. Hapa hatujadili imani ya mtu. Imani yako kanisani, yangu msikitini. Hapa ni nchi. Na mimi nikikutana na askofu au mchungaji lazima nimpe heshima, kwa sababu huyu ni sehemu ya amani. Anamiliki watu. Shehe anamiliki watu. Mchungaji, nyinyi wachungaji mnamiliki watu. Mnafanya kazi kubwa nchi hii. Sasa mtu anataka eti wachungaji wote na maaskofu wawe wachungaji waluwalu, kazi yao makanisani ni kutukana na serikali. Hawa ni viongozi wa kidini bwana, wanajiheshimu. Yesu anasema ya Mungu mpeni Mungu, ya Kaisari mpeni Kaisari. Sasa hawa wanafanya kazi ya Mungu, hawamtumiki Kaisari. Wachungaji mnafanya kazi ya Mungu, hamumtumiki Kaisari. Na tukimaliza nitaomba kamera zielekee nyuma, dunia ione jopo la wachungaji walioko katika eneo hili. Kwa sababu watu watasema mbona tukoona wachungaji labda walikuwa wanasimuliana, wanajifariji wao kwa wao. Si ndio maneno ya watu wahuni bana, kama tunafarijiana sisi kwa sisi, ili iwe nini sasa? Kwa ndugu zangu, ninachotaka kusema na kumaliza, nikaribishe mababa askofu na wachungaji na mashehe. Dr. Samia Suluhu, Queen of Africa, ni kiongozi mwenye sifa, anafaa. Viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, mkuu wa majeshi, inspector general wa polisi, mkurugenzi wa idara ya usalama, kamishna wa magereza, uhamiaji, fire, sisi tunasema wanafaa na wataendelea kufaa.
kazi walioifanya ni kazi nzuri, imetukuka na tunaiunga mkono na tunasapoti. Dr. Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan kazi anafanya, nchi inakwenda, na viongozi wa dini wote nchi nzima wako nyuma yake, wako nyuma yake. Swala la kukamata watu na kuweka gerezani, ili swala ni la kisheria. Unapofanya uelewe kwamba kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Kwa sababu unapotangaza mapambano na serikali na yenyewe na mkono mrefu kinyosha mkono wake, ujiandae namna kukabiliana nayo, kwa sababu wewe mtu mmoja huwezi kuwa ndio sababu ya kutufanya sisi wa Tanzania tukose usingizi. Na kama kweli kwa kumalizia wa Tanzania ni wa kweli na viongozi wa kisiasa, kwa nini mnazungumza mwisho wa tukio, mzungumzii chanzo cha tukio? Kwa nini? Kwa ndugu zangu, mimi niwaachie sasa maaskofu waje wazungumze, lakini sisi kama Watanzania tunasema na tunataka tutumie nafasi hii kuwaonya Wakenya, baadhi sio wote, kuwaonya Wakenya, wahuni wa Kenya wanaokula malungi na mongokaa, wameshiba malungi na mongokaa na kideli na sukuma wiki. Hii nchi ni yetu sisi, waiache nchi. Samia ni rais wetu sisi. Kukiwa na shida yoyote atawaita viongozi wa dini, hawa rais atasema nao na watayamaliza matatizo. Sisi hatusemewi na makamu wa rais, aliyekuwa makamu wa rais kachagwa kule Kenya. Juzi nimemsikia anamuita Rais Samia kwamba ni criminal, international criminal. Muda wote anapelekwa. Umpeleke wewe Kachagwa rais kule, wewe nani? Kachagwa alikuwa makamu wa rais wa William Ruto, akafukuzwa. Sasa kama mtu amefukuzwa makamu wa rais, anaweza kumjadili rais wa Tanzania? Geneva ya Afrika, Tanzania pepo ya Afrika, unakuja kutujadili sisi watu ambao tunakaa hatuna ukabila, hatuna udini, tuna mshikamano. Wewe Kenya yao kimejaa ukabila, kila siku naambiwa Kikuyu simchague Ruto. Hiyo ni nchi ya kutujadili sisi? Sisi hatushindishi kuma wiki wala kideli, sisi tunakula milo mitatu tunashiba. Na kama wapo basi ni wachache, ni mpango wa Mungu, na Mungu atawapa riziki tu, na Mungu anajua maskini wapo, ndio maana kataka watu watoe zaka na sadaka kuwafariji maskini na mayatima na wajane. Hatuwezi kumaliza umaskini, hata Uingereza, Marekani, maskini wapo wahitaji. Na ndio maana viongozi wa dini wanahubiri kila siku, wachungaji na mashehe, watu watoe zaka, watoe sadaka kuwafariji hao maskini. Sasa Kachagwa ambaye unataka eti kuwa rais wa Kenya, bado unaharibu diplomasia yako, unaanza kumtukana rais wa nchi jirani. Hiyo nchi utaongozaje wewe peke yako? Unamtukana rais wa nchi jirani? Rais amesema tutapigwa risasi. Rais alisema kama watu wakileta vurugu watiwe bakora. Ile ni lugha ya kiuongozi. Tiwa bakora ndio. Kwa hiyo mababa askofu, mimi niwakaribishe, na naomba tutambue uwepo wa Sadiki Kasim Godigodi kutoka Peace Foundation. Tunaye hapa, na tunaye Sheikh Abubakar Kada aliyeomba dua. Tunao maaskofu wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo, tunao wachungaji wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo, na mimi ni wafariji wachungaji, msitishwe. Nataka nieleze hapa wazi kabisa kabla sijamkabidhi, msitishwe. Nchi sio mali ya mtu Mababa askofu msitishwe. Wallahi nakwambia ni msitishwe. Nyinyi semeni mnaloona linafaa kusemwa. Mtu anayekuwa kutumieni message kuwatisha, baba msitishwe. Hii nchi ni yetu. Nyinyi mna dhamana la watu. Kuna watu wanakutegemeeni nyuma yenu, wapo nyinyi viongozi. Na Biblia inasema aliyetamani kazi ya askofu ametamani kazi njema. Kwa nyinyi mmetamani kazi njema, ifanyeni kwa wema. Kazi yenu sio kuamsha fitna iliyolala. Sasa nataka nimkaribishe, huyu ni askofu Sayun. Ni askofu Naam. Ni askofu mchungaji. Naam. Tuanze na maaskofu. Nimkaribishe baba askofu George.
aje aseme na Watanzania, sio Wakristo Waislamu, na Watanzania. Baba Askofu George, karibu baba. Asalamu alaikum. Awali ya yote tunamshukuru Mungu aliyetupa neema kufika hapa. Sio jambo rahisi kufika hapa, lakini Mungu ametuwezesha, wakati mwingine tumefika hapa. Kama alivyotambulisha mwenyekiti wetu, naitwa Askofu George John, amtumikia Mungu pale Kinyerezi. Awali ya yote ameongea mengi, ameshatanguliza kuongea mengi sana yanayohusiana na mustakabali ya nchi yetu. Nchi yetu ni nchi ya amani sana. Ni nchi ambayo katika nchi ambazo tunaweza kuona imechaguliwa na Mungu, mojawapo Tanzania. Imebarikiwa, ina kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nchi ya Tanzania, kwa wale ambao sisi ni watumishi wa Mungu, tunaweza tukafananisha na nchi ya ahadi ya nchi zile ambayo imebarikiwa. Tanzania nayo miongoni katika nchi ambayo imebarikiwa. Mungu ametujalia kila kitu kiko katika nchi yetu. Mungu ametubariki ardhi. Mungu ametubariki rasilimali nyingi katika nchi ya Tanzania. Sasa tuna kila sababu, kwa heshima ya nchi yetu na utulivu ya amani ya nchi yetu, tunapaswa kuilinda nchi yetu kwa gharama ya maombi, kuiombea nchi yetu. Pale tunapoona mambo yaendi sawa, tunao gharama kama maaskofu, mashehe na wachungaji na waumini kuiombea nchi yetu iwe salama mkononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho nilikuwa nafikiria ndani ya mwezi uliopita, kwamba tunapaswa kama watumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu, mashehe, nchi yetu hii ya Tanzania tumkabidhi kwa Mungu. Halo? Yani nchi ya Tanzania tuikabidhi mkononi mwa Mungu. Mungu aitawale nchi yetu. Hatupaswi kutoa nchi yetu itawaliwe na watu wengine, lakini tumkabidhi Mungu atawale nchi yetu, wala sio miungu itawale nchi. Halo? Nchi yetu hii tuikabidhi mkononi mwa Mungu. Mungu ndiye awe mtawala wa nchi. Pamoja na kwamba kuna utawala, kuna marais, kuna viongozi, lakini Mungu ni namba moja katika nchi yetu. Na kwa sababu hiyo tunapaswa kuiombea nchi yetu. Tuiombee nchi yetu amani, tuombee nchi yetu furaha, tuombee nchi yetu kustawi, kuombea nchi yetu baraka imiminike katika nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia niseme kuna jambo lilotokea mwaka jana, ile dhoruba na hatari ambayo tupelekea hatari nyingi kutokea katika nchi yetu. Nasema kwamba kuna mambo ambayo yakiwa hatuyaweki katika utaratibu mzuri au tusiposimamia vizuri kama viongozi wa serikali na viongozi wa dini, hayo mambo hawezi kutokea. Na kwa sababu hiyo tumejifunza yale yaliyotokea Oktoba 29. Bwana Yesu asifiwe. Hatupaswi tena yale yaendelee kutokea katika nchi yetu. Tunapaswa kuiombea na kuilinda nchi yetu. Hatupaswi vurugu wala maandamano yaliyosababisha maafa na uvurugu aina yote. Hatupaswi yatokee tena katika nchi yetu. Tunahitaji amani tawala. Halo? Tunahitaji furaha itawala. Lakini pia tuendelee kuombea rais wetu. Yako mazuri ambayo rais wetu amefanya, lazima apongezwe. Rais wa kwanza mwanamke kukaa kwenye madaraka na kuongoza nchi, amefanya mambo mazuri. Hebu tupige makofi kwa ajili yake. Pengine ana madhaifu yake, yeye ni mwanadamu bwana,
Hakuna malaika, pengine ana madhaifu yake, lakini bado anastahili apewe heshima yake. Kama kiongozi wa nchi apewe heshima yake. Ukisoma Mhubiri sura 10 mstari wa 20 anasema kwamba neno hili linasema hivi. Subiri nukuu kitabu cha Mhubiri. Usimlani mfalme, la hata kwa wazao lako, wala usiwalani wakwazi wa chumbani mwako, kwa kuwa ndege wa angani wataichukua sauti, na mwenye mbawa ataitoa habari. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usimlani mfalme. Maana yake tunaposema mfalme ni rais wetu anayetuongoza, na Biblia inasema usimlani mfalme wala kwa wazo lako. Sasa nashangaa katika nyakati hizi tulizokuwa nazo, mtu unathubutu kutukana rais na kumlani rais, unatamani afe. Wewe kwa nini unatoa hukumu? Hukumu anastahili atoe Mungu, sio mwanadamu. Mwanadamu hastahili kutoa hukumu. Biblia inasema usihukumu, kwa kuwa na wewe utahukumiwa. Na kwa sababu hiyo hatupaswi kama viongozi, kama Watanzania, kutoa neno laana yoyote kwa kiongozi wetu, kwa rais wetu. Rais Samia Suluhu Hassan hautakiwi kutoa wazo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukisoma Warumi sura ya 10, mimi ni mwalimu, mchungaji, mwalimu. Warumi sura ya 10 ule mstari wa kwanza. Warumi sura ya 10. Kidogo tungepata tuingie kwenye darasa kidogo. Warumi sura ya 10 ule mstari, Warumi sura 13 mstari wa kwanza. Kila mtu aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni andiko, sio story, ni andiko, si hadithi, ni andiko. Biblia anasema kila mtu aitii, kila mtu. Manake mchungaji, askofu, maimamu, mashehe, washirika, manabii, mitu, kila mtu kwenye nchi hii aitii mamlaka iliyowekwa na Mungu. Haleluya. Manake mamlaka, utawala huu uliopo huu unatoka kwa Mungu, tunapaswa kuitii. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuheshimu. Katika nyakati hizi tulizokuwa nazo, sheria zimewekwa ili mwanadamu asitoke kwenye sheria. Kama kuna sheria katika nchi, maana yake mwanadamu anaweza kumzuru mtu ovyo ovyo, piga mtu risasi. Lakini sheria zimewekwa ili watu watii sheria. Sasa usipotii sheria, vyombo vya dola itakushughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao mnatukana rais na kumdhalilisha rais, vyombo vya dola itawashughulikia, kwa sababu tunapaswa kuheshimu na kutii kiongozi wetu wa nchi yetu. Nilisema mwanzo, hata kama na udhaifu wa aina gani, unapaswa kuheshimu, unapaswa kumheshimu. Na Watanzania wote tuko hapa kwa ajili ya kujenga mustakabali ya kuheshimu Watanzania wote. Nafikiri hivi ninavyozungumza sionekani kwenu, naonekana dunia nzima. Na kwa sababu hiyo, kila mmoja anasikia sauti hii, tuijenge nchi yetu kwa amani, tuijenge nchi yetu kwa utulivu, tuijenge nchi yetu kwa unyenyekevu, tuijenge nchi yetu kwa maombi. Tukifanya hivyo,
hatutaingia tena kwenye vurugu iliyotokea mwaka jana. Tukifanya hivyo, hatutaingia tena kwenye vurugu iliyotokea mwaka jana. Tukiheshimu, yaani wewe ukiheshimu mamlaka, hakuna baya lolote linaweza kutokea. Na ndio maana nchi yetu, nashukuru sana nchi yetu, tangu utawala mpaka sasa hivi tuliopo, yako mambo mengi yametendeka. Sisi wenyewe ni mashuhuda wazuri. Barabara zimejengwa, mambo mengine yameboreshwa, miundombinu Mungu amesababisha kupitia viongozi wetu, nchi yetu inajengeka sasa, inamarishwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Shule zetu sasa hivi, shule zimeboreshwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuheshimu nchi yetu na kuilinda nchi yetu, kwa sababu ndio tunu pekee tuliopewa katika nchi hii. Kila mmoja akiwajibika kwenye nafasi yake kuhakikisha tunajenga nchi kupitia amani na utulivu na unyenyekevu, nchi yetu itakuwa ni kisiwa cha amani. Watu wengine watatoka nchi za mbali, watakuja kujifunza kwetu kile ambacho tunachopitia kama ni amani, tukijenga utaratibu. Mwisho niseme neno moja, kila mmoja ana wajibu wa kuilinda nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ana wajibu kuilinda kwa maombi, kuilinda kukemea fujo, kulinda kukemea uharibifu, kulinda kukemea maandamano, kulinda kuikemea wale wanaosimama na kumtukana rais, kukemea. Yani kila mmoja awe wajibu, awe balozi mzuri. Unapoona jambo lolote linalozungumzwa vibaya, wewe uwe balozi wa kuiwakilisha nchi yetu. Haleluya. Ukiona mtu mmoja anamtukana rais wetu, wewe uwe balozi wa kuwakilisha nchi yetu. Ukifanya hivyo, tutapata amani. Mwisho, mimi niwakemee au niwaonye wale ambao wanasimama na kumtukana rais. Naomba muache mara moja. Kama una kazi ya kufanya, tafuta kazi yoyote ufanye, lakini sio kumtukana rais. Na kama una kazi ya kufanya, hebu jaribu, nenda tafuta kazi yoyote ikupe bizi ya kufanya, kuliko kufanya vitu vingine. Unapofanya vitu kama hivyo, unajitafutia laana wewe. Unajitafutia laana. Kumtukana kiongozi wa rais juu, wa ngazi ya juu, unatafuta laana wewe. Laana wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwaombe watumishi wa Mungu na Watanzania wote, mashehe na viongozi wa dini, tuilinde nchi yetu, kwa sababu Asante sana na kushukuru Baba Askofu. Nashukuru sana. Umezungumza maneno mazuri, maneno yaliyoiva, yanakwenda na wakati na dunia inapokwenda. Na wale watu wanaomtukana rais, nafikiri hawajamuelewa. Watanzania wenzangu, kipindi Magufuli amefariki, sisi Waislamu tunajua aliacha, kulikuwa na mashehe zaidi ya 50 wako jela. Nini mashehe maaskofu? Au mashehe mpaka baadhi ya viongozi maaskofu walisema waachiwe, waliwafanyia maombi. Wako maaskofu walipiga kelele na wachungaji dunia, lakini walikuwa jela. Mungu ni shahidi. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, kawatoa wote, wakiwepo mashehe wa Uamsho Zanzibar. Lazima tuwe wa kweli na tuwe na shukrani. Tusisubiri Samia afe ndio tuanze kumsifu, kumpaka mafuta kwa kilema kwa mgongo wa chupa. Tueleze yuko hai. Amewatoa mashehe wote jela, wote. Kulikuwa na baadhi ya wafanyabiashara wako korokoroni, Lugemalila na ndugu yake Seti, waliambiwa na mzee Magufuli, rudisheni pesa niwaachie. Lugemalila akarudisha, Seti alirudisha kidogo kama sikosei. Lugemalila akasema mimi sirudishi, kama jela nimeshakula kutosha, wacha nifie jela na watoto na kadhalika. Yule mzee alikuwa akija
mahakamani. Yule mzee Rugemalira Muhaya, mtu wa Bukoba, yule ni Mkatoliki, alikuwa anakuja na rozari yake, msalaba mkubwa sana, ili anatia imani mzee. Anasali pale sala ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mahakamani. Lakini alirudishwa jela. Mama akaja akasema, hapana, nimesamehe duniani na mbinguni. Akamtoa. Sati aliwahi kusema, nina puto tumboni litapasuka, naomba niende India likatolewe. Wakati ule wakamwambia litatolewa Muhimbili, wewe rudi Segerea. Akasema, hamnihurumii. Wakamwambia, kwani ulivyokuwa unatuibia wewe ulituhurumia? Rudi Segerea Seti. Mama alipokuja akamwambia, mzee, nimekusamehe, toka. Huu sio wema? Ndugu zangu, huu ni wema. Huu ndio ule wema Yesu alisema, kupigia shavu la kushoto mgeuzie na la kulia. Akunyang'anyaye kanzu mwachie na joho. Kwa hiyo mama anafanya kazi za mitume. Huu ni unabii wa kutosha kabisa. Kulikuwa na wanasiasa wengi wako nje, walikimbia nchi, akiwemo Tundu Lissu, akiwemo kaka yangu God bless Lema, akiwemo yule Wenje. Walikuwa watu wengi wako nje. Mama alipopata nchi akawaita wote, wanangu njoni, wadogo zangu, kaka zangu, tufanye siasa. Wote aliwaita mama. Lissu alikuwa Ubelgiji, mama amekwenda amekutana naye. Akamwambia rudi nchini. Akasema nataka pesa yangu, mama kawarudisha pesa zao zote. Wakati wa Magufuli Chadema walifungwa wote, kama mkumbuki, walifungwa jela. Sio mahabusu, walifungwa wakanyoa vipale vya wembe ngua. Hawa mkumbuki. Hatumsemi Magufuli vibaya. Mtu asije katunukuu. Magufuli amefanya mambo mazuri nchi hii. Mungu kamchukua, ni mzee wetu, ni kiongozi wa nchi, anapaswa kuheshimiwa na familia yake iheshimiwe. Lakini tunazungumza tulimopita. Walifungwa tena, akaunti zao zote zikafungwa ili wasitoe faini wakatoka jela. Mama amekuja kawarudishia mapesa yao, chama chao kikawa kinapata ruzuku. Lakini haya yote kwa nini binadamu hatuoni? Kwa nini hatuoni wema wa mtu? Ndugu zangu, na wale walikuwa kimtukana Magufuli wakati ule, eti ndio wamejitokeza sasa hivi wanajifanya wacha Mungu, wanasema Magufuli alikuwa mtu mwema sana. Nyinyi mko mnasema Magufuli dikteta. Leo amekuwa mtu mwema kwa sababu amekufa, hana uwezo wa kujibu. Jamani wa Tanzania, tuache unafiki, tuwe wa kweli. Kwa Samia Suluhu Hassan ni queen of Africa. Leo tunamuita hivyo na Tanzania wote wamuita hivyo. Sasa namkaribisha tena Askofu Gervas. Huyu ni baba Askofu Gervas. Ninamkaribisha aje aseme, watabaki wachungaji wawili na shehe mmoja. Si ndio kwa ratiba yetu ili tuweze kumaliza. Namkaribisha baba Askofu Gervas aje aseme neno. Baba Askofu, huyu ni askofu kwa kweli na sio mchezo. Karibu baba. Asante. Karibu sana. Asante Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Mimi namshukuru Mungu kwa kulipa neema hii na kibali cha kusimama mbele yenu waandishi wa habari, lakini pia ni washukuru waandishi wa habari kwa kutikia wito huu wa kuja kwenye mkutano huu ili kuweza kuwakilisha maneno yetu tutakayosema mahali hapa kwa taifa letu la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu, kuna mengi ameshasemwa na waliotangulia kabla yangu, na mimi na machache nitaongeza kati ya yale ambayo waliotangulia wamekwisha kusema. Nitarudia kwenye kikao cha mara ya kwanza kabisa, kabla hatujaingia uchaguzi mwaka jana. Tulishawahi kuja mbele ya waandishi wa habari, na moja ya rai yangu kwa taifa, niliomba Watanzania kuwa na utulivu, kuheshimu mamlaka iliyopo madarakani. Nilisema kupiga kura ni haki ya mtu, lakini
kufanya vurugu ni uhalifu. Nikasema ni vizuri ukajitokeze ukapiga kura, kwa sababu ni haki yako ya kimsingi. Lakini ukiona kama haki hiyo sio muhimu sana kwako, baki nyuma, usijitokeze kufanya vurugu, kwa sababu nchi hii ina vyombo vya dola. Ukifanya vurugu watakuadhimisha. Niliomba sana, nikawasihi sana, msiwasikilize wachache wanawadanganya, wanawaambia muandamane, wenyewe hawatokei mstari wa mbele. Mtakaoumia ni nyinyi. Leo kuna mambo kama yale yanaanza tena kujirudia. Wanaanza kusema tena habari ya maandamano, tutokee tuandamane, tukaandamane. Ndugu zangu wa Tanzania, mmesahau leo, tumeshasahau iliyotokea Oktoba hapo 29. Mmeshasahau tayari. Tujifunze kwa yale yaliyotokea, tusipende yarudie yale. Ili ni tatizo, ni hatari. Tukumbuke tulikaa lockdown siku ngapi? Siku 5. Kilo moja ya unga ilikuwa shilingi ngapi? Shilingi 5,000. Na ukienda unauziwa kilo hii moja, haijalishi mko wa 7, mko 10, mko 20, utauziwa kilo moja shilingi 5,000. Hali ilikuwa mbaya. Siku 5 tu. Atujifunze. Anatokea mtu anasema tuandamane, tufanye vurugu tena. Hapana, hapana. Tusipende kurudi kule tulikotoka. Watu kama hawa wanapaswa kupuuzwa. Tuwapuuze. Tuachane na wanasiasa ambao wanataka kuligawa taifa hili. Tunapenda siasa, tunapenda siasa, lakini siasa za kutugawa, hapana, hatukubaliane nazo. Siasa tunapenda, lakini siasa za kutugawa hatukubaliane nazo. Haijalishi nani atafanya siasa hii au upande gani, hatutakubaliana nao kabisa. Awe ni CCM, iwe ni Chadema, iwe chama gani, akifanya siasa za kutugawa, huyo tunamkataa. Lakini akifanya siasa za kutuweka pamoja, tutashikamana naye. Niwaombe wa Tanzania, naomba sana kwenu, eleweni hili. Tuna wajibu wa kuilinda nchi yetu. Nchi hii ni ya kwetu. Mimi ni Mtanzania, kwetu hapo karibu tu hapo kijijini. Yaani likitokea kutokea, sina pa kukimbilia, ni hapo tu. Hao nao wadanganya, likitokea kutokea wana mahali pa kukimbilia. Na wakati mwingine wanafanya vurugu, watoto wao, wake zao, familia zao haziko hapa. Wewe na mimi tutaenda wapi? Tutaenda wapi? Tuna wajibu wa kuilinda nchi hii. Mimi najivunia kuzaliwa kwenye nchi ya Tanzania. Najivunia sana, najivunia na nafurahi kwa Mtanzania, kwa sababu moja, nchi hii haina udini. Unaona hapo tulipo, tuna Wakristo na Waislamu, tuko pamoja, tunaongea lugha moja. Naipenda nchi yangu, haina udini. 2, haina ukabila. Siwezi kwenda sehemu fulani wakasema tukusaidie kwa sababu si kabila letu. Nchi hii haina ukabila. Kwa hiyo nafurahi kuzaliwa kuwa Mtanzania. Kwa hiyo kama nikifurahi kuwa Mtanzania, basi na wajibu ya kulinda Tanzania. Sitakuwa tayari kuambatana na yeyote yule ambaye ana kusudi, ana malengo ya makusudi kuigawa au kupoteza amani hii ya Tanzania. La pili, sifurahiwi na vitendo vya wachache. Sifurahishwi nao na vitendo
vya wachache ambao kwa makusudi kabisa anaingia mtandaoni kwa kasimu kake cha shilingi 2,000 3,000 anaamua kumtukana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi sifurahishwi na vitendo vya namna hii. Haijalishi una uwezo kiasi gani, una elimu kiasi gani, lakini ukiwa na tabia namna hii nakuona ni wahovyo tu. Ni wahovyo kabisa. Kwamba wewe si mstaarabu na hauna ustaarabu na hauna maadili. Kwa sababu mtu aliyozaliwa kuwa na maadili huwa hatukani wakubwa. Sisi wakati tunafundishwa na wazazi wetu, kuna vipimo tulikuwa tunapimwa na wazee. Unakutana mzee barabarani anakwambia hivi, kijana, ukienda ukimwona babako mwambie niombe kitu fulani. Alafu unaangalia utapeleka hayo maneno kwa mzee wako. Kwa hiyo ukipeleka maneno, mzee anasema hivi, hakuniambia yule, umesema wewe. Kwa hiyo anakuwajibisha ili kukuta discipline. Kwa hiyo tumelelewa kwenye malezi ya kuwa na discipline, kuheshimu wakubwa. Tukiona barabarani mtu mzima amebeba mzigo na msaidia. Tumelelewa namna hiyo na kushangaa, wewe ni Mtanzania wa wapi usiheshimu wakubwa? Umelelewa kwenye maadili gani? Mbona mimi nakushangaa wewe? Ni wa wapi wewe ambao unashinda mtandaoni kutwa kutukana tena Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania? Unatukana kweli? Inawezekana uelewe. Mimi acha nimalizie pale ambako umesoma George, pale chini ile Warumi 13. Utasoma kwa mstari wa 2. Alisoma mstari wa kwanza. Mimi nasoma mstari wa 2. Ile Warumi 13. Nasema hivi, hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Unapojaribu kushindana na mamlaka iliyoko juu, unashindana na Mungu, na kile kinatokea utakutana na hukumu ya nani? Ya Mungu. Usitafute hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu ni mbaya. Hukumu ya Mungu inaua. Hukumu ya Mungu inatesa. Watu wa Mungu wa Tanzania, niseme tu kumaliza machache haya kwamba uchaguzi umeisha. Uchaguzi umefanyaje? Umeisha. Jukumu tuko nalo sasa kulijenga taifa. Tuache propaganda. Hizo propaganda za wanasiasa hazitupeleki popote. Tulijenge taifa. Halo? Tulijenge taifa. Taifa ni la kwetu. Wa kulijenga ni sisi. Tukikaa kwenye malumbano, hatuwezi kulijenga taifa, tulipotosha. Hiki kizazi chetu hiki ndicho kizazi tunakipeleka wapi? Watakuwa ni watu wa namna gani? Hapana. Tuna jukumu la kujenga taifa. Tumwache rais afanye kazi. Tumwache rais afanye kazi. Kama viongozi wa dini tunasema, rais, songa mbele. Songa mbele. Songa mbele. Tuko pamoja na wewe. Songa mbele. Yale ambayo umefanya tumeyaona. Umefanya mengi tumeyaona. Umetangulia amesema, nasema na mimi na support na nakiri kwamba tumeona utakifanya. Songa mbele.